Ni zile safari zako za ghafla. Kawaida tu tunajua mjini hapa. Hivi Sophie, mimi nilikuwa nataka nijue kitu kimoja. Hivi ilikuwa ni ndoto yako kuishi hivi unavyoishi kwa sasa hivi? Yeah. Ni kweli kabisa. Ilikuwa ni ndoto yangu. Yaani sitaki kuelezea sana, lakini mimi nasemaga Mungu Bwana anakupaga kile unachokitaka. Mungu amenipa kile ninachokitaka. Okay. Na naishi kwenye ndoto zangu. Kabisa. Labda kwa mwaka huu ulikuwa umeplani nini kikubwa hususani katika mienendo yako ya mitandaoni? Natamani sana kuwa mwanamitindo. Na ndio maana hata ukienda kwenye Instagram yangu sasa hivi nimebadilisha. Yaani vitu vingi vitakuja. Na umekuwa ni mtu wa mitindo sana Sophie. Kwanza nikupongeze kwa hilo. Na ni nani ambaye ni role model wako kwenye mambo ya mitindo? Kwa hapa kwa kibongo ama ni wapi? Yaani duniani kwa ujumla. Maana ukisema bongo utakuwa sasa nakupunja. Okay, mimi niseme kwa hapa Tanzania yetu. Kwa hapa Tanzania kiukweli namkubali sana yule dada mmoja anaitwa yule ni Mrwanda hapa ni nani wanamuita yule? Lupita Nyong'o. Kale kadada kanya Rwanda kale. Jacinta Makabe? Yes. Jacinta Makabe? Yeah, nampenda sana. Nakubali sana yule? Sana. Nampenda sana. Okay. Mimi nilikuwa nataka kujua, yani kwa cutting master kwa wiki unaweza kuhudhuria mara ngapi? Yeah. Sio kuhudhuria, huyu ni mwanangu. Kabisa. Yani sisi kuonana yani sio kuonana yani. Sisi yani sio kuja tu kunyoa, yani si waga tunaonana mara kwa mara. Ni familia yangu muda mrefu sana. Sana. Yani tuna miaka karibia sijui mingapi mpaka sasa hivi. Okay. Sophie, nimekuwa nikikufuatilia sana, maisha yako yametawaliwa sana na ubize na hata upatikanaji wako umekuwa ni nadra sana. Sijajua hii inasababishwa na nini sana, lakini kuachana mitindo, ni mambo gani ambayo yanakubana sana? Sasa hivi nina vitu vingi vya kufanya. Kwa sababu na umri pia unaenda. Kwa hiyo najikuta mimi napata majukumu yani makubwa. Na kwa sasa hivi sio time ya kuyaeleza nini nafanya. Muda utafika, mtajua kwa nini nakuwa busy. Safi sana. Moja ya kitu ambacho nikasema nitakuuliza Sophie ni kuhusiana na hichi kinachoendelea mitandaoni. Picha zinatembea sana kwamba ulikuwa umetoka kumzawadia moja ya mtu wako wa karibu zawadi, lakini muonekano wa bibi harusi hadi watu wakasema kwamba alikuwa anakuangalia vibaya. Nadhani pia hiyo picha umeiona Sophie. Na sidhani kama dhumuni lilikuwa ni hivyo. Kwanza nataka uniambie, wakati unatoka nyumbani kwenda kwenye sherehe Mlimani City, maana ni juzi tu, ulikuwa umeplani nini? Kwanza nataka nileke sawa hili. Unajua watu wamejaji tu picha. Mimi muonekano ambao nimetoka nao nyumbani kwenda pale Mlimani City sio ule. Nilikuwa nimevaa dress yangu nzuri tu. Ile nguo ni yani ulikuwa tayari kwanza harusi ishaisha. Kwa ule muda ulikuwa ni muda wa kwenda kwenye party. Umeelewa? Kwa nikaenda kuchange nguo. Unajua sisi nguo za wanawake za mashughuli zinatushika. Kwa hiyo unakuta muda mwingi nimebanwa. Kwa nikasema kwa sababu shughuli imeshaisha, wacha nikabadilishe nguo ili huu muda wa party hivyo. Kwa ulikuwa muda tu wa kutunza nini, nikasema kwa sababu nimechange wacha nitunze kwa sababu ile ni familia yangu. Kwa nikachange nguo nikatunza pale. Kwa mimi kwanza sijui nini kimeendelea yani mpaka dakika hii sijuagi. Unajui? Sijui. Kwa sababu picha inaonekana kama bibi harusi alikuwa anakuangalia yani kwamba huyu naye kama nani yani, unajua zile? Sasa sijajua bibi harusi labda sijui alikuwa ana shida gani na mimi, lakini mimi nadhani hakuna shida yoyote. Na ulituza kama shilingi ngapi hivi? Nilitunza 500,000. Labda pengine unahisi wewe ni mzuri kuliko bibi harusi? Hapana. Yeye ni mzuri zaidi na ndio maana yuko ndani. Lakini kwa nini watu wamekuwa wanatoa comment sana kwamba sijui watu wanapenda kujudge. Unajua watu wanapenda kujudge vitu kwa kuviona. Unajua watu wenye ambao wamehudhuria ile harusi nadhani waliniona mpaka naingia na mpaka harusi na mimi mpaka harusi imekwisha kabisa, yani tumeenda kwenye party, tumeenjoy na bibi harusi na baba harusi yani kwa amani. Sijui tu ile picha tu imekaaje, mimi sielewi kwa kweli kwenye hilo. Ule kabisa. Sijui. Mimi sijui. Nyinyi na wajua ngoja mimi nielezee ile picha ilivyokaa. Yaani ile picha ilivyokaa ni kama wewe ni uko juu fulani, matawi ya juu. Subiri basi. Yaani mimi nataka nielezee picha ilivyokaa. Yaani ile picha ukiangalia, yaani wewe kama umevaa zile high heels zako zile, alafu kigauni fulani hivi, matawi ya juu, yaani kwamba unapotembea, yaani kama bwana harusi ana concentrate sana na wewe.
Ndio maana bibi harusi anaonekana kama anakuangalia vibaya kwamba au atanitoa kwenye lebo au nini? Yaani okay, wewe niambie, wewe ulivyoangalia kwenye comment za watu ukiziangalia zile comment, yani yale maneno wewe yanakupa picha gani? Yani kwa wewe, kwa upande wako. Mimi kwanza hayanishtui. Hayanitishi kwa sababu mimi sio mara ya kwanza yani kuambiwa hivyo vitu vya hizo comment mimi hazinibabaishi. Kwani ndio leo mimi kuambiwa sijui unaenda sijui unataka kuiba mwanaume wa mtu. Kwani hizo kesi za kuiba wanaume za watu ni kama ngapi mpaka sasa kwa upande wako? Mara ya kwanza hata unakumbuka ile video yangu niliyofanya. Nikaambiwa sijui nimemwibia mtu dada yangu sijui nimemwibia wewe tulia huko na wewe. Inampona sasa hivi. Hata mara sorry na nashindwa kuongea kwa sababu yani hata ile mara kwanza nadhani wewe uliona. Video yangu niliyofanya. Tetesi zilikujaje? Si nimegombanisha ndoa ya watu. Si ndio? Mapenzi ya watu nakumbuka au kumbuki? Lakini sasa Sophie, nakuja kwenye point. Nakumbuka hayo. Haya. Na sasa hivi tena nimeambiwa mimi sijui nimeenda nimevaa kinguo kifupi kwamba ninataka kwenda kugombanisha hiyo ndoa ya watu. Mimi sikwenda kugombanisha ndoa ya watu. Mimi nilienda kama mshereheshaji, nimeenda kama mgeni muharikwa. Najui maswali yanakuwa mengi kwamba aina ya fedha ulizotoa, kiwango ulichotoa, nguo ulizovaa, miondoko unaotembea. Kuna uwalaki ni pale. Kuna shida gani kwani? Kutoa, mbona watu wametoa hela nyingi pale? Mimi kwa nini mimi? Yaani kwa nini mimi nione kama mimi yani kwa nini mimi wanijudge? Kwani wangapi? Si unaona watu kuna MC aliposti baadhi ya watu ambao wametoa sijui wanaita nini hizo. Kwa nini mimi? Alafu mimi Jackie ni mwanangu. Bwana wewe. Mimi rafiki yangu kitambo na yeye mwenyewe bi harusi anajua. Kwa hiyo ina maana baada ya pale sasa picha inavyo trend, Jackie alikutafuta na kwambia naona picha ina trend sana. Hatujatafutana mimi kabisa. Mpaka sasa hivi. Sijui huko ndoa sijui inaendeleaje kwa kweli. Sijajua. Na ule bwana harusi umesema ni uko naye karibu Jackie. Vipi bibi harusi, labda mshakuona labda mkakata mkazungumza chochote kwa sababu kama bwana wake ni rafiki yako? Vipi bibi harusi au bado ni mgeni kwako? Ananifahamu. Tunafahamiana tu yani kule hatuna story by the way. Mimi nina story na bwana harusi. Ila bibi harusi sina story naye. Tunaonana kama tunavyoonana kama watu wa kawaida. Kwa sina story naye na hatufahamiani hivyo. Yaani tunafahamiana kwa kuonana. Kwa sababu nikienda labda dukani pale kwa jamaa namuona hivyo. Na hatuna ubaya. Hatuna chuki jamani. Wewe ile picha ulivyokuwa unaiangalia yale macho bibi harusi uliona kama anakuangalia vibaya au ndio macho yake? Mimi nadhani yule ambaye ampiga picha. Labda sasa sijui alikuwa kuna kitu labda alikuwa anashangaa. Itakuwa kuna kitu bibi harusi alikuwa anashangaa. Ila sidhani kama alikuwa ananishangaa mimi. Nadhani sasa hapo watu wasema labda au wakati unatoa zile zani ilikuwa ile ameloa. Najui kila mtu anatoa comment yake. Hamna, ni basi tu. Yaani watu wamejaji tu kuhusu ile picha lakini mimi sidhani kama kuna shida yoyote. Okay. Hebu waambie Watanzania ambao labda pengine wanahisi kwamba labda ile picha na ule muonekano labda ulikuwa kuna mengine ya ziada. Mimi nadhani mimi nadhani niliweke sawa tena nasema. Hakuna chochote kinachoendelea baina ya mimi na bwana harusi Jackie. Ni mshikaji wangu, ni mwanangu na hata bibi harusi anajua. Hakuna chochote. Ni hivyo tu watu wanapendaga kujudge vitu. Unajua hii nchi wewe ina joto sana. Kwa watu tu wanaamua kupigisha shoti. Wanataka kumtia binti wa watu pressure ndio kwanza ndoa yake bado jamani. Unaweza kumpigia bwana harusi hata umsalimia tu kidogo hapo. Mpigie Jackie. Hebu mpigie basi tusikie. Bana ni zile stories za Dar es Salaam, mjini Dar es Salaam hapa. Leo niko na Sophie ameloa. Anampigia Jackie simu jamani. Nampigia ili kuondoa hizo fitna sijui. Kunako suluhu. Unaona kabisa ni kweli ese. Sijui kama iko pesa. Jamani ese. Au honeymoon. Sijui anafanya nini. Na mnaongea sana hapa. Naona mara today tu leo yenyewe saa 5 umeongea naye. Mwanangu jamani. Kamera tatu. Mimi rafiki yangu mbona mnatoa macho unataka kuona nini? Wadada mjini nyinyi lazima tushangae mawolpa nini huko. Labda iko kwenye nanilio. Kwenye vikao labda Kwenye nini? Kwenye masuala ya nini? Honeymoon okay. Sawa. Hakuna jamani. Mbona nipigia basi? Anyway, sasa ipo kwenye honeymoon. Kwenye honeymoon.
Same. Okay, hivi Sophie, ukiwa nyumbani wewe ni mtu wa namna gani? Mi nikiwa nyumbani ni mtu mmoja ambaye kwanza kama ni wife material fulani hivi. Wewe. Eh, mi ni wife material wewe. Kweli? Yaani wife material unao kwa engo gani? Yaani ni mtu ambaye nikiwa nyumbani nafanya shughuli za nyumbani, na relax, natulia. Kama niko na bebi wangu nyumbani namhudumia kama mwanamke. Yaani kwanza mimi mpenzi wangu sasa hivi dakika hii yaani akiviona vile vitu vinavyo trend mtandaoni, yeye mwenyewe anashangaa. Kwa sababu namna ambavyo mimi ninamtreat. Yaani anashangaa, anasema mbona watu hawakujui mpenzi wangu? Mbona wewe ni mwanamke mzuri wa material? Jamani, mashallah. Lakini watu tu hawanijui. Ila mimi ni mwanamke ambaye nimetulia sana. Okay, sasa Sophie. Sasa wakati bwanako ameona hizo picha ulivyokuwa unatoa zawadi, alafu bibi harusi anakuangalia vile, alafu muonekano ni wa vile, mguu wenyewe supu, akakwambiaje? Kwa sababu hawezi kushangaa, kwa sababu anajua mimi mwanamke wake ni mzuri. Mimi ni mzuri ambapo nikiingia sehemu yoyote mwanaume rijali lazima uniangalie. Bwana. Navutia. Na muonekano. Unaweza kutuonesha muonekano hapa kwenye screen? Mimi ni hivi tu unavyoniona cameraman jamani. Mimi inabidi kwanza asimame jamani. Sio nisimame hapa tu nimekaa hivi uniangalie vizuri. Jamani Sophie. Mimi ni mwanamke ambaye ni mzuri. Jamani mimi sasa kuwa shuhuda wa hilo jamani. Mtazamaji, mimi nadhani wewe ndio ungekuwa shuhuda. Wewe unanichukulia poa poa. Sija kuchukulia. Ngoja basi jamani Sophie. Ale kuchukulia poa wewe naye. Wewe umenichukulia poa poa. Hapana. Najua mimi nikisema nianze kukusifia hapa itaonekana na kupamba. Kumbe na wewe ndio. Sasa mimi nataka watazamaji wenyewe watoe comment. Nakwambia kumbe na wewe. Mimi nimeona kwa upendo wangu sina shaka. Sasa kuna haja gani? Sio vitu vizuri si vinaonekana. Wenyewe wanajua. Kila mmoja ambaye ana muonekano mzuri huwa anadai kwamba anatamani na mwanaume mwenye pesa. Na wengine wanasema kama hana pesa basi asisogelewe. Kwanza mimi nilikuwa na huo ujinga. Nataka leo niwaondoe huo ujinga. Ushanifahamu? Kwanza wanaume wenye hela sasa hivi sio tena wanaume wa kuwapapatikia labda niseme. Ushanifahamu? Kwanza sasa hivi watu wenye hela wengi wao hela zao za mashaka yani za mazabe. Kwa hiyo yani mimi mwanaume tena mwenye hela sijui eti niwe na mwanaume mwenye hela, hapana. Kwa sababu mimi mwenyewe kwanza ninachojua naweza kufanya kazi. Na pia naweza kuwa na mwanaume wa aina yoyote ambaye mzima akili zake zinafanya kazi, anaweza kujituma na pesa tu ikatafutwa na maisha mengine yakaendelea. Issue kuwa na mwanaume mwenye pesa sijui vitu gani, mimi kiukweli sasa hivi siwezi. Sitaki. Na sio mwanaume wangu mimi sio mwanaume mwenye hela. Na vigezo ambavyo wewe ulivipendekeza kwake vilikuwa ni vigezo gani? Ni mwanaume msikivu, mpole, mcha Mungu. Alafu ni kikubwa ambacho ninachompendea, ananielewa sana. Ni mtu ambaye yani ananijua. Yani ananijua sijui nikwambie vipi. Tofauti hata na watu ambao wanaoniangalia huko. Kwa hiyo naonaga Mungu umenipa kitu ambacho mimi ninakihitaji. Unajua kudili na mimi sio mchezo Kunielewa kwamba sio kitu cha kawaida. Hivi unafikiri kwa nini wadada wa mjini wanakuonea sana wivu? Kwa sababu mimi ninachojua, mimi ni mtu ambaye najiamini. Unajua wadada wengi hawajiamini. Kwa wanapokutana na mtu ambaye anajiamini wanaogopa, wanatetemeka. Kwa mimi najiamini. Afu ni mzuri pia. Okay. Tuje kwenye mambo ya kidunia. Tuliona kwanza Mashalavu walijizawadia gari Prado TX. Lakini pia juzi tena tumeona Gigy Money pia naye amejizawadia. Labda Sophie, wewe ndoto yako ni gari namna gani ambayo unapenda kutembelea, ambao ni ndoto yako? Kuachana hizi ambazo unaziendesha kwa sasa. Mimi ndoto yangu kusema kweli Harrier. Hizi new model wanaziita Anaconda. Mungu akinijalia akanipa uhai inshallah. Prado nini utaki wewe? Hapana. Kwa nini? Sio dream yangu. So umeniuliza kitu ambacho nakipenda. Labda tulitarajia labda Ferrari fulani hivi au Range. Red. Hapana. Sema red. Yes. Lakini sio dream yangu. Mimi sipendi magari makubwa kwa sababu unaona kimwili changu kilipo kipotable fulani. Kwa natakiwa nikae kwenye gari fulani ambalo standard. Hivyo mimi vitu vikubwa yani hapana, siviwezi. Maximum labda kama watoto wangapi hivi ambao unataka uwe nao duniani? Inshallah Mungu akanipa afya na uzima,
2 tu wananitosha. Lakini sasa hivi una mmoja. Sina mtoto. Kweli? Sina mtoto. Sophie, mwongo wewe. Sina mtoto, kwani nidanganye umma? Yaani kwani mimi sio mtu wa kona kona, unajua ge? Sina mtoto. Mungu hajanijalia kupata mtoto. Ila inshallah nitapata mtoto. Bwana wewe. Kwa hiyo ni kwamba na wewe pia unampongeza wewe, sio? Nampongeza sana sana sana. Yaani sijui ni ngoja kwanza. Hivi Wema si wa nyumbani kwa upande wako wewe? Mimi sio Mnyaturu. Nisikia unaona kule Usingidani kule. Jamani, nani amekupa hizo habari? Nasikia ni Usingidani kule, Unyamani kabisa, Kiomboi ndani. Lakini sasa hiyo ni tumechanganya kidogo. Okay. Yaani wapi na wapi sana sana? Mimi kwetu kabisa ni Mzigua, Tanga. Sasa Singida umechanganyaje? Huko ni upande wa babangu. Sasa na maana wewe ni Usingidani. Okay, sawa, okay, huko nyumbani. Hata Uzigwa najua Mzigwani pale kuna Mkomanzi, Tanga sana ile. Ni Mwenza. Okay, jamani nimefurahi sana. Okay, labda neno lako tu la mwisho kwa mashabiki zako, watu wamekumisi pia mbombo zako kwenye video za mastaa, lakini pia na mambo mengine. Zungumza nao. Mimi nipende tu kuambia kwamba waache kusikiliza sana vitu ambavyo, wasipende kusikiliza vitu vya mtandao. Unajua of course ndio maisha yetu, lakini sometimes wasipende kujudge vitu ambavyo wanaviona. Kiukweli mimi mwenyewe imeniuma sana. Kuambiwa sijui na baba wanaume za watu, yani hiyo kitu inaniumaga sana.